Na mtazamaji wa Hotbiz TV, subscribe, like, share, comment. Nyuma yangu ni gate kuu la chuo cha NIT, National Institute of Transport, na kubwa zaidi ambalo limetuleta hapa sasa hivi, masiku kadhaa nyuma kulifanyika uchaguzi wa urais, lakini leo hapa tumepokea taarifa kwamba ni siku rasmi ya uhapisho wa rais. Kwa hiyo vitu vingi na vizuri zaidi kuhusiana na hili tukio tutaenda kuungana hapo ndani moja kwa moja na tutafahamishana. Endelea kukaa na sisi hapa, endelea pia kutazama Hotbiz Online TV. Mimi naitwa Elody Iconi kutoka Hotbiz TV. Tuungane kwa pamoja kwenye uhapisho huu wa rais wa hapa NIT, National Institute of Transport. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupatia kibali cha afya na hivyo kuweza kuona siku iliyo njema ya leo katika tukio la kuapisha viongozi wapya wa serikali ya wanafunzi wa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji awamu ya 41. Aidha, nichukue fursa hii pia kukushukuru wewe mgeni rasmi kwa kutenga muda wako adimu kushiriki tukio hili muhimu, ikiwa ni sehemu ya kujenga mustakabali bora wa uongozi wa ustawi wa chuo chetu pendwa cha NIT. Kwa heshima ni washukuru pia wajumbe wa tume ya uchaguzi wakiongozwa na ndugu Isaya Matthew ambaye alikuwa ni mwenyekiti, lakini alipata dharura ya kuuguliwa na mzazi wake, ikabidi akabidhi majukumu kwa wenzake. Lakini pia tunaye mwenyekiti ambaye anakaimu nafasi hiyo, tunashukuru. Pia viongozi waandamizi wa chuo, wakurugenzi, wakuu wa vitivo, idara na vitengo, wafanyakazi wote wa chuo na wanafunzi wote na wageni waalikwa kukubali mwaliko wetu kushuhudia tukio hili muhimu la kuwapisha viongozi wapya wa serikali ya wanafunzi wa 41. Hakika ni heshima kubwa sana ametupatia, na kweli mgeni rasmi ukiangalia ukumbi umefurika na wengine wamesimama. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kutikia. Ndugu mgeni rasmi, tukio la kuapishwa lilitanguliwa na uchaguzi wa wajumbe wa tume ambayo iko mbele yako hapa ya uchaguzi, hatimaye mchujo wa wagombea, zoezi lililopelekea kuwapata wagombea rasmi kwa kila nafasi zilizotangazwa kwa zoezi zima la uchaguzi wa SONIT wa mwaka 2026-27 ambazo ni rais, makamu wa rais, spika na naibu spika. Tunafurahi kufahamisha kwamba zoezi la uchaguzi lilifanyika kwa ubora wa viwango vya hali ya juu, kwa utulivu na ukomavu mkubwa. Hakika ni jambo la kumshukuru Mungu, maana hakuna janga lililotokea wakati wa hata baada ya uchaguzi hadi tunapoapisha viongozi wetu leo. Itakumbukwa kwamba kulitokea dosari, lakini kwa ustadi mkubwa kabisa tuliweza kulihimili na tukavuka salama. Ndugu mgeni rasmi, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Tunafurahi kufahamisha kwamba pia katika uchaguzi wetu huu tuliweza kuwapata viongozi kwa haki, uhuru na haki, na kura zilipigwa kwa uwazi, si ndio ndugu wanafunzi? Kwa uwazi na uhuru, sawa sawa Hatukupata sehemu yote ya kijificho, na kura zilihesabiwa wazi wazi bila uficho, na mshindi atapatikana. Kwa hiyo nalo ni jambo ambalo tunajivunia katika chuo chetu cha NIT. Ndugu mgeni rasmi, baada ya uchaguzi, kurugenzi ya huduma za wanafunzi ilipata nafasi ya kukutana na viongozi wateule kwa kila mmoja katika kuelekeza au kuwapa nasaha mbalimbali namna gani ya kufanya uongozi uliotukuka, na imani kwamba pia tutapata nafasi nyingine ya kuwapa semina ambayo ni ya kiuongozi, ambayo pia tutaomba kibali chako tuweze kuiendesha ili waweze kuiva vizuri na kuweza kufanya kazi inavyopaswa. Ndugu mgeni rasmi, nichukue nafasi hii kuwapongeza viongozi waliomaliza muda wao. Hakika wamefanya kazi kubwa sana ndugu mgeni rasmi, na niombe tuwapongeze kwa makofi makubwa sana. Kwa kweli viongozi hawa tumejivunia sana kuwa nao. Ndugu mgeni rasmi, mtakumbuka sio siku nyingi sana tumeweza kuona habari zikisambaa kwamba kuna chuo fulani, sikitaji jina, viongozi wamesimamishwa uongozi kabla hawajamaliza muda wao, na nadhani ni kwa kashfa kubwa, karibia milioni 84 na Tanzania wamekula. Lakini mgeni rasmi, tunapokwenda hapa
audit imeshafanya kazi yake na mahesabu ya SONIT yako salama. Naomba tuwapongeze kwa makofi. Ndugu mgeni rasmi, naomba pia niwapongeze viongozi wapya kwa kuaminiwa na wenzao na kuwakaribisha katika majukumu yao mapya, ambao pia tuna imani kwamba watayatimiza kwa weledi mkubwa sana. Na kwa kweli, ndugu mgeni rasmi, ni kuhakikishia kwamba mchujo haukuwa mdogo, tulichuja kweli kweli, na hao unaoona hapa kwa hakika ni vinara ambao watatosha kutuvusha hapa tulipo mpaka tutakapofikia mwisho. Naomba tuwapongeze wateule, viongozi wateule. Ninaomba pia nitoe shukrani zetu za dhati kama management kwa directorate ya wanafunzi, Dean of Students. Mnafanya kazi kubwa sana usiku na mchana. Nafurahi pale ninapoona kurugenzi inayohusika na mambo ya wanafunzi wanasimamia wanafunzi, lakini kuna hapo wana act kama ni walezi. Kwa hiyo ninaomba nikushukuru sana msaidizi wa director, lakini naomba nipelekee hizi salamu zangu kwa director. Ninayasema haya na maanisha, nafikiri na nyinyi wanafunzi ni mashahidi. Kuna wakati hao watu huwa wanachukua roli ya mzazi, wanakaa wanawasikiliza, na kuna wakati wanaenda zaidi, wanachanga hela zao mfukoni kwa ajili ya kuwasaidia wenye uhitaji. Sasa moyo huo nafikiri ni moyo mzuri sana na unahitajika katika kurugenzi yenu. Kwa hilo ninawashukuru sana. Sasa niende moja kwa moja kwenye mambo ambayo Rais umeyasema. Kama management tunapokea hizo shukrani ambazo umezitoa, lakini niseme kwamba sisi ni wajibu wetu. Tumewekwa hapa na serikali katika nafasi tulizowekwa kwa ajili ya kuwatumikia wanafunzi. Bila wanafunzi hakuna chuo cha taifa cha usafirishaji. Yaani walimu wanakuja baada ya wanafunzi kuwepo, si ndio? Na serikali inaona kuna sababu ya kuwa na walimu na watumishi wengine kwa sababu kuna wanafunzi. Kwa hiyo tunaona kwamba kabisa kwamba sisi tunathamini sana nyinyi wanafunzi. Sasa zile pongezo ambazo umezitoa tunazipokea, lakini kwetu tunaona ni wajibu. Labda nianze kwa sababu ya muda, nianze na mambo machache ambayo umeyasema kwamba tulishaongea tutayatekeleza. Ninaomba niyarudie tena. Jambo la kwanza, nakumbuka wakati wa bonanza la michezo tuliahidi kuweka taa pale uwanjani, na nafikiri engineer ulikuwepo na nilikuwa nateta naye pale, akasema mwezi wa 7 ukipinduka tu taa zitawekwa. Na ninaomba mwezi wa 7 ukipinduka taa zifanye nini? Ziwekwe. Ninaamini sana katika kutimiza ahadi ambazo tunazitoa kama management, lakini kama wazazi. Na nyinyi kesho mtakuwa viongozi, mtakuwa ni wazazi, ni vizuri kutimiza ahadi ambazo mnazitoa. Jambo la pili, ameongelea kwa habari ya viwanja. Ninaomba nilichukua kwa sababu tulishaanza kulifanyia kazi, nafikiri Dean of Students unafahamu. Tunatamani kwamba kuwe kuna viwanja humu ndani ambavyo vitasaidia wanafunzi kufanya mazoezi. Kama alivyosema, eneo letu ni dogo, lakini tunaweka taa ili tu extend watu wafanye kwa wakati wao. Mmesema mna prep za kusoma, si ndio? Watu wawe na prep za kufanya mazoezi. Kuna lingine alilisema hapa nikacheka kidogo. Hivi sasa nitaomba dini mtalisimamia prep ya kupata vipasha joto na vipasha damu. Si ndio Rais? Sema angalau watu wachangamke kidogo, si ndio? Sasa ile prep inahitaji, unajua hata mimi wakati nasoma ile prep tuliitaka sana ya namna hii, lakini kuna wengine hawana break, watasumbua wengine. Sasa inabidi umakini zaidi, si ndio? Dini tu hujaniambia ukweli, unasema tulienda
walichangamka, tukarudi salama kwa sababu mkuu wa chuo yuko, lakini naamini kuna wengine uliweka luku kidogo hivi. Sasa tukiweka humu ndani luku yake inaweza kawa ni changamoto kidogo, tutaliangalia kwa upana wake. Naamini Dean of Students mtalisimamia hilo, alafu tuliangalie kwa upana wake, lakini yote tunayawaza mema kwa ajili yenu. Sasa niseme nini? Niseme hili, kuna mambo ambayo rais mstaafu hujayasema, lakini mimi nafahamu ambazo ni changamoto. Nafahamu kuna changamoto ya vyoo, si ndio jamani? Hilo nimelichukua na tunaendelea kulifanyia kazi. Management tufanye kile ambacho tumefanya. Tunahitaji utulivu wa chuo na ushirikiano wa chuo. Nyinyi mlionyesha ushirikiano mzuri sana, na kama ulivyosema, kila wakati kama kulikuwa kuna jambo mlikuwa mnakuja ofisini, tunakaa tunaongea, tunaweka sawa, tunasonga mbele. Kwa hilo ninawashukuru sana kwa niaba ya chuo, na Mungu awabariki sana tena sana. Na sasa ndugu mgeni rasmi na mkuu wa chuo, naomba sasa urudie kukaribia kwenye meza iliyoko mbele yako kwa ajili ya zoezi la uapisho wa viongozi wa serikali ya wanafunzi awamu ya 41 ambao ni kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Aidha, mkuu wa chuo katika zoezi hili utawaapisha viongozi wa serikali ya wanafunzi ambao ni rais na makamu wa rais pamoja na spika na naibu spika. Na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu na mtiifu kwa mkuu wa chuo na kuiheshimu, kuilinda na kuitetea katiba ya serikali ya wanafunzi SONIT katika nafasi ya rais wa serikali ya wanafunzi bila kuvunja sheria na taratibu zilizowekwa na Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Pendo Rashidi Bakari naapa kwamba nitakuwa mwaminifu na mtiifu kwa mkuu wa chuo na kuiheshimu, kuilinda na kuitetea katiba ya serikali ya wanafunzi SONIT katika nafasi ya makamu wa rais serikali ya wanafunzi bila kuvunja sheria na taratibu zilizowekwa za Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Adam Mtagwava Biabato naapa kwamba nitakuwa mwaminifu na mtiifu kwa mkuu wa chuo na kuiheshimu, kuilinda na kuitetea katiba ya serikali ya wanafunzi SONIT katika nafasi ya naibu spika wa bunge la wanafunzi bila kuvunja sheria na taratibu zilizowekwa za Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Victoria Peter Muntali naapa kwamba nitakuwa mwaminifu na mtiifu kwa mkuu wa chuo na kuiheshimu, kuilinda na kuitetea katiba ya serikali ya wanafunzi SONIT katika nafasi ya spika wa bunge la wanafunzi bila kuvunja sheria na taratibu zilizowekwa za Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mwisho kabisa, tunapenda kuwashukuru wanafunzi wote wa NIT kwa imani, ushirikiano na sapoti kubwa mliweza kuipatia serikali ya SONIT kwa awamu 40. Imekuwa ni heshima kubwa sana kusimama mbele yenu na kuweza kuwakilisha katika kila wakati. Kila ambapo nilipoweza kusimama mbele ya watu au mbele ya kutangaza SONIT kulingana na ibara 32(1) katiba ya SONIT ya Disemba 2017, basi niliwaza kwamba niwakilishe vyema na imani kwa kudra za Mwenyezi Mungu, basi niliweza kufanikiwa katika hilo. Ninaondoka madarakani nikiwa na fahari kwamba tumefanya kila tuliloweza kwa uwezo wetu kwa maslahi ya wanafunzi na maendeleo ya wanafunzi wa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Mungu ibariki NIT, Mungu ibariki SONIT, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.